Katika wiki mbili zijazo ambazo rais wa Marekani Donald Trump ameahidi kwamba atachukua maamuzi katika vita kati ya Iran na Israel, Iran imesema kwamba ikiwa rais huyo ataamua kufanya mashambulizi dhidi ya Iran, afahamu kabisa kwamba Iran imejiandaa na ipo tayari kwa ajili ya mapambano dhidi ya Marekani. Sio kwamba tunapambana na Israel tu, tuko tayari kupambana na Marekani, anasema waziri wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi. Tehran itakuwa tayari kufanya mashambulizi ya kulipiza kisasi kwa jeshi la Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati ikiwa Washington itajiunga na operesheni ya kijeshi ya Israel. Waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi alisema akiambia NBC News katika mahojiano, kunapotokea vita pande zote mbili hushambuliana. Hilo linaeleweka kabisa na kujilinda ni haki halali ya kila nchi, alisema alipoulizwa iwapo Iran ingelenga jeshi la Marekani katika Mashariki ya Kati iwapo itaamua kufanya mashambulizi kama ambavyo rais wa Marekani Donald Trump alivyosema kwamba amejipa wiki mbili kuangalia mzozo huo ikiwa Iran itakubali kufanya mazungumzo. Hata hivyo, Iran kupitia Abbas Araghchi, mwanadiplomasia wake na waziri wake wa mambo ya kigeni, ameshiriki mazungumzo na viongozi kutoka mataifa ya Magharibi ikiwa ni pamoja na Uingereza, Ufaransa pamoja na Ujerumani, pamoja pia na kiongozi kutoka Umoja wa Ulaya EU. Lakini katika mazungumzo yake, moja kati ya kitu muhimu ambacho amewaeleza viongozi hao wa diplomasia, mawaziri wa mambo ya kigeni, ni kwamba Iran itakuwa tayari kuachana na mapambano ikiwa Israel itaacha kuishambulia Iran. Kadhalika, Iran imesema kamwe haitaachana na mpango wake wa urutubishaji wa uranium na kwamba itaendelea kufanya shughuli zake hizo kwa sababu imeshaweka wazi kwamba ni shughuli ambazo ni za amani kabisa na kamwe haikuwahi kutengeneza kombora lolote la nyuklia, na hata kama ingekuwa na kombora hilo haikuwahi kufanya uchokozi kwa taifa lolote katika mataifa Mashariki ya Kati ama mataifa mengine katika ulimwengu. Kwa maoni yake, kinachohitaji ni simu ya kutoka Washington hadi Tel Aviv kukomesha kila kitu. Hapo awali Trump alisema Marekani ipo tayari kuipa Iran muda wa wiki mbili zaidi kujaribu kutatua masuala ya nyuklia ya Iran kidiplomasia na kuzuia mashambulizi ya Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Usiku wa Juni 13, Israel ilianzisha mashambulizi na Iran ikajibu mashambulizi hayo. Hata hivyo, Abbas Araghchi katika nyakati hizi, ambaye anazungumza na mataifa mbalimbali ulimwenguni wakati huu, hususan kutafuta njia za kuweza kumaliza vita hivi, amekuwa akieleza wazi kile ambacho Iran inahitaji katika nyakati hizi, kwamba kamwe haitokubaliana na kile ambacho watu wa Magharibi wanataka, kwamba iachane na mpango wake wa nyuklia au iache kufanya shambulizi dhidi ya Iran, lakini itaendelea na mashambulizi hayo, na akisema kwamba ni rais wa Marekani pekee ambaye ndiye alianzisha vita hivi na ndiye atakayeweza kuvimaliza. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua mengi katika ulimwengu.